Watu wengi huwa wanaumia sana kwenye mahusiano kwa sababu wanaingia kwenye mahusiano bila kujua mbinu sahihi za kuendesha mahusiano. Sasa leo nitakupa mbinu za kisaikolojia ambazo zinaweza kusaidia usiumie tena kwenye mahusiano. Unajua watu wengi unakuta analalamika mahusiano ni magumu, mahusiano hayawezekani, na wengi unakuta wanateseka kwenye mahusiano kwa sababu ya kutokujua njia sahihi ya kuendesha mahusiano. Sasa leo nataka nikupe mbinu za kisaikolojia ambazo zitakusaidia wewe kutokuumia tena, lakini pia mahusiano yako yatakuwa bora kwa sababu utajua namna ya kuendesha mahusiano yako vizuri. Lakini sasa kama hii ndio mara yako ya kwanza kujiunga na channel yetu ya Elikhan Mtz, karibu sana na usisahau kusubscribe. Sasa mbinu ya kwanza kabisa ni mbinu ya kudhibiti matarajio, yani tunaita expectation management. Unajua watu wengi wanaamini kwenye mahusiano kinachoumiza zaidi ni usaliti, lakini kiukweli kinachoumiza zaidi ni matarajio mtu ambaye anajitengenezea pale anapokutana na mtu. Na ndio maana watu wengi wanaumia kwa sababu wanakuwa naamini huyu mtu atakuwa hivi. Na mara nyingi mahusiano yanapokuwa mwanzoni, mtu anakuwa anatamani mtu awe kwa namna fulani au anakuwa anamuona kwa picha fulani. Sasa anapobadilika ndipo maumivu yanakuwa mabaya zaidi. Sasa huwa kuna matarajio ya aina mbili. Matarajio ya kwanza ni kumsoma mtu fikra zake. Yaani mtu anakuwa anaamini kwamba huyu mtu anaweza akasoma jinsi ninavyojisikia, ninavyofikiria, na anaweza kusoma jinsi hata ninavyohisi. Sasa kwa mfano mtu asipofanya vile ambacho wewe unataka au asipobahatisha, unaona kama hakupendi. Hii tunaita mind reading expectation. Lakini kuna aina ya pili ambayo tunaita matarajio atabadilika, yani lymphoma complex. Sasa hii pia ndio aga inaumiza sana watu. Wanaamini kwamba huyu mtu kwa sababu ananipenda atabadilika. Unakuta mtu ni mchoyo, mkorofi, ana matusi, ana maneno mabaya, ni mtu ambaye ni mkorofi, lakini wewe kwa sababu unaamini anakupenda atabadilika. Sasa inapoenda kuwa tofauti au mtu huyo anaposhindwa kubadilika, hapo ndipo mtu waga anaumia zaidi. Sasa kuna mbinu ambazo unaweza ukazitumia ili kubadilisha mtazamo wako ili usiumie tena kwenye mahusiano. Jambo la kwanza kabisa, tofautisha kati ya njaa ya upendo na uhalisia. Kinachoumizaga sana watu wengi, sasa wale watu ambao wamekaa single kwa muda mrefu au wale watu ambao wana matamanio labda ya kupata ndoa au kupata mahusiano ambao wanahitaji, wanakuwa na njaa ya upendo. Anapopata tu mtu anaona huyu ndo atakuwa mume mtarajiwa au mke mtarajiwa, lakini kiuhalisia unakuta ni picha ya kufikirika kwa mtu huyo, kwa sababu mahusiano yote yanapoanza lazima uyape muda. Lakini unapoweka matarajio makubwa kwa mtu ambao umemuona hata hujamjua, ndipo unakuja kujiumiza zaidi. Kizuri ni kwamba unapokutana na mtu muone kwa jinsi alivyo kwa sasa. Usitengeneze picha baadaye kwamba mtakuwa pamoja na watoto mtazaa, hiyo itakuumiza baadaye. Lakini jambo la pili, tumia lugha ya wazi bila mafumbo. Unajua sisi binadamu tuna namna ambayo iko tofauti. Hatuwezi kusoma fikra za mtu. Na sasa kwa mfano wanawake waga wanaamini kwamba mwanaume anaweza kujua kile anachohitaji. Sasa hicho waga sio ukweli. Binadamu hatuna uwezo wa kusoma fikra za mtu. Mwambie kile unachohisi, unachohitaji. Usitegemee kwamba atabahatisha au kujua kile unachotaka. Mwambie wazi. Kama kuna kitu kimekukwaza, mwambie kwamba hichi kitu sijakifurahia, na umwambie mapema, kwa sababu usipomwambia maana yake hicho kitu kitaendelea kutokea na utajikuta baadaye unakuja kuumia zaidi. Lakini jambo la tatu, kubali mapungufu ya binadamu. Binadamu sio malaika kwamba ameshushwa. Kuna siku atajisikia vibaya, kuna siku atakasirika, kuna siku atakuwa hana raha kabisa. Haya mabadiliko yatakufanya wewe ukate tamaa kama utaamini kwamba binadamu amekamilika. Unajua kwenye mahusiano mengi watu wanapokutana na mtu wanaamini kwamba huyu ndo complete, kwamba hana changamoto yoyote, huyu ndo kila kitu kwake, yani kwamba hana shida yoyote. Lakini kiuhalisia binadamu wana mapungufu. Unapotengeneza mazingira kwamba huyu hana changamoto yoyote wakati naye ni binadamu, utakuja kuumia baadaye. Amini kwamba binadamu wote wana mapungufu. Kuna siku ambayo mtu atakuwa na hisia kali, atajisikia vibaya, kuna siku ambayo mtu atakuwa kwenye hali ambayo sio nzuri. Ukiamini hivyo, hautaumia katika hali ya mtazamo. Lakini jambo la msingi kabisa la kuzingatia katika kubadilisha mtazamo au matarajio yako kwenye mahusiano, unatakiwa kwamba uamini issue ya kubadilisha matarajio sio kwamba ikushushie hadhi au uonekane kwamba wewe hauna thamani, bali ni kubadilisha matarajio yako kwenye mtazamo sahihi. Kwa sababu huwezi kusubiria embe
kwenye mti wa mparachichi ni kitu ambacho hakiwezekani. Atakuwa uelewe kwamba binadamu au mahusiano yanaenda kwa hatua. Sasa unajua mara nyingi yule mwanzoni, mahusiano yanapokuwa mwanzoni, kwa sababu ya homoni au kemikali ambazo zinazalishwa, sasa dopamine na oxytocin zinamfanya mtu anajisikia furaha. Kwa hiyo anaacha kuona vitu vya hapa vya uhalisia, anaona vile vya mbeleni, na hivyo ndivyo vinamtengenezea mazingira ya kuja kuumia kama visipotokea. Lakini unapoona uhalisia wa mtu wa sasa, sio baadaye, inakutengenezea mazingira kwanza ya kuishi naye kulingana na alivyo, kuliko kuishi na mambo ambayo ni ya kufikirika ambayo hayapo sasa. Sasa mbinu ya pili ni jifunze kushikamana kwa afya. Hii tunaita secure attachment. Sasa katika saikolojia ya mahusiano kuna kitu kinachoitwa attachment theory. Yaani kwamba sisi binadamu tunapohusiana na watu tunategemeana na historia yetu toka zamani, utotoni tulipolelewa, lakini pia na mahusiano yaliyopita. Kwa mfano kama utotoni ulilelewa kwa mazingira ambayo yalikuwa hayakupi upendo vizuri, hiyo tunaita anxious attachment. Yaani watu ambao wanakuwa na hofu ya kupoteza mahusiano, wanakuwa wanatamani kudhibitishwa kila mla. Wale watu wanakuwa na hofu ya kupoteza wale watu ambao wanakuwa nao kwenye mahusiano, au tunaita anxious attachment. Lakini kuna wale ambao tunaita avoidant attachment. Hawa ni wale watu ambao walikuwa hawawezi kuelezea hisia zao, kwa wakajikuta wanajitegemea wao kupita kiasi. Hawa tunawaita ni avoidant. Hawa wako kwenye mahusiano, ukiwa nao karibu sana wanaona kama ni kitu cha hatari, kwa wanakuepuka, na mara nyingi wanapenda sana kukaa peke yao. Lakini pia kuna aina ambayo inaitwa secure attachment. Hawa ndo watu wenye mahusiano salama, yani wale ambao hawana shida. Ukimwambia tuachane hata sasa hivi hana wasiwasi, na ndo kila mtu anatakiwa katika kipindi hichi. Yani mtu ambaye hana wasiwasi, hana hofu yoyote katika mahusiano, na yuko salama na anatambua thamani zake. Sasa kwa nini mtego wa kushikamana, au kwa nini kushikamana vibaya, yani attachment ambayo kwenye mahusiano ikiwa mbaya inaweza kusababishia wewe kuwa na maumivu? Jambo la kwanza kabisa ni inapoteza utambulisho wako, kwa sababu unajua watu wengi wakiingia mahusiano, hasa hawa anxious attachment, uhusiano wa muunganisho au kushikamana ambao unakuwa sio vizuri au mbaya, unapelekea mtu anakuwa na hofu ya kupoteza mtu. Sasa hiyo inampelekea mtu kupoteza utambulisho wake, kwa sababu anaacha marafiki zake, anaacha vipaji vyake, anaacha hobi zake ili kumfurahisha tu huyo mtu aliyekuwa naye. Sasa mwisho wa siku huyo mtu anapokuja kukuacha au anapobadilika, unajikuta kama dunia imesimama na unaona kama mwisho wa maisha yako umefika, kwa sababu tayari maisha yako ya zamani umeacha, umemwachia mtu mwingine, au umebadilisha kabisa mfumo wako wa maisha, umeenda kwa mtu mwingine. Lakini jambo la pili ni kutengeneza wivu, na wivu unakuja kuleta mzozo mkubwa, kwa sababu unakuwa na hofu ya kupoteza mtu, unakuwa na wasiwasi uliopitiliza, unakuwa unatafuta kufuatilia huyu mwenzako ana nini sasa hivi, anafanya nini, unakuwa unachunguza simu yake, unakuwa unafuatia ameenda wapi, maswali mengi. Unajua kwenye mahusiano kwenye hali kama hii unamfanya mwenzako sasa kuone wewe kama unamtawala, na mwisho wa siku atakukimbia, jambo ambalo litakufanya wewe uumie zaidi. Kwa hivi ndio vinasababisha mtu paka anakuja kuumia pale anapokuwa na kushikamana ambako kunakuwa sio salama. Sasa jinsi ya kuwa katika hali nzuri ya kuondoa hii hali ya kushikamana kusiko salama na kuwa katika hali nzuri ambayo inaweza kukufanya wewe usiumie katika mahusiano. Jambo la kwanza kabisa, dumisha mahusiano lakini usipoteze utu wako. Unatakiwa unapoanza mahusiano usiache yale maisha yako ya zamani. Kama ulikuwa unapenda kwenda gym, kama ulikuwa unapenda kuimba, au ulikuwa unapenda kukaa na marafiki zako, hayo maisha unatakiwa uendelee nao, kwa sababu hayo ndio yanakutengeneza wewe na utambulisho wako. Unapoyaacha ukamhamishia mtu furaha yako au kila kitu chako, maana yake mwisho wa siku anapokuja kuacha unaona kama dunia imesimama. Lakini jambo la pili, jifunze kujipatia furaha yako ya ndani kwanza. Tunasema self validation, kabla ya mtu mwingine kuja kukupatia. Unapoingia kwenye mahusiano kategemea kwamba mtu ndio atakupatia furaha, tayari umeshapoteza kabisa kwenye mahusiano na utakuja kuumia vibaya. Lakini unapoamini kwamba furaha yako wewe mwenyewe unaweza kuitengeneza, huyo mtu anapokuja kwako ni kuongezea tu, hapo utakuwa salama. Lakini ukimtegemea mtu ndio akupe furaha, ukimtegemea mtu ndio akufanyie kila jambo ili ujisikie vizuri, hapo utakuwa unaingia kwenye mtego wa kuja kuumia. Lakini jambo la tatu, jifunze kujituliza kisaikolojia. Tunasema self suicide. Mara nyingi unajua watu wengi ambao
mshikamano ambao unakuwa na wasiwasi, anxious attachment. Wanapochelewa kujibiwa message, anaanza kuwaza huyo labda atakuwa na mtu mwingine, anatuma message 20 kwa wakati. Sasa hiyo sio nzuri. Utakuwa katika ushikamano ambao ni secured, yani ule salama, kwamba hata kama mwenzako anapoacha kujibu kwa wakati, unatakiwa uamini kwamba kila mtu anahitaji safe space ya kwake. Endelea na shughuli zako zingine, sio kutuma message 20, kwanza kumuulizia ulikuwa unafanya nini, kwanza kulumbana, na mwisho wa siku utajikuta mnagombana na mnaachana. Lakini unatakiwa uwe katika hali ya kuelewa kwamba kila mtu anahitaji safe space yake, yani kila mtu anahitaji uhuru wa kufanya mambo yake mengine. Unajua, kwa kupe siri moja, mahusiano ni kama vile unapomshika ndege mkononi. Unapomkandamiza sana unamuua, maana yake unaua mahusiano. Unapombana mtu sana, kwa sababu mtu anaona kama anataka kumtawala. Lakini pia unapoachia sana, yule ndege anapeperuka. Unapomwachia mtu uhuru kupita maelezo. Lakini unapomshika vizuri bila kuonekana kama umemkamata wewe ndio umemshikilia, bali yeye ajione kwamba ana sababu ya kukaa hapo ndipo utakuwa kwenye mahusiano mazuri na huyo mtu. Lakini unapolazimisha, unajikuta unampoteza kabisa huyo mtu na unajikuta unaumia. Sasa mbinu ya 3, usipuuzie taa nyekundu, yani red flag. Sasa katika saikolojia kuna kitu kinaitwa upofu wa kihisia, yani emotional blindness. Hii hali inatokea pale ambapo mtu anapokuwa kwenye mahusiano na mtu fulani, anapoona kitu ambacho ni hatari au mambo ambayo sio mazuri kwenye mahusiano, anayapuuzia kwa sababu ya ile misisimko na vichocheo ambavyo vinakuwepo vimezalishwa wakati huo. Na mara nyingi kuna vichocheo vinaozalishwa mwanzoni kabisa mwa mahusiano kama oxytocin na dopamine, vinamfanya mtu anajisikia furaha, amani, ambayo inamfanya aanze kupuuzia vitu vingine ambavyo anaviona ni vya hatari katika mahusiano. Sasa kwa nini hii hali inatokea? Mtu anapuuzia vitu anavyoviona kabisa ni vya hatari, lakini anavipuuzia. Jambo la kwanza kabisa ni kujenga visingizio. Tunasema rationalization, kwamba mtu labda kwa mfano kafokewa na mpenzi wake au katukanwa au kafanya tabia ambayo sio nzuri, anatengeneza visingizio vya kujitetea au kujiweka sawa. Anasema labda mtu alikuwa kwenye hali ambayo sio nzuri leo, au alikuwa na hasira sana ndio maana amefanya hivi, lakini kiukweli amefanywa tabia ambayo mtu ndio ako nayo. Lakini kwa sababu ya kujitengenezea visingizio au kujenga visingizio ili aihalalishe hiyo tabia, anakuta anamtetea, anasema labda leo alikuwa ajisikie vizuri ndio maana kafanya hivyo. Lakini jambo la pili ambalo ni hatari pia, ambalo mtu huwa anajitengenezea ili kupuuzia zile dalili za hatari katika mahusiano, ni imani ya kuokoa. Tunaita savior complex. Yani mtu anakuwa anaamini kwamba kwa upendo wake mkubwa aliomuonesha mtu una uwezo wa kumbadilisha tabia yake. Kwa mfano labda ni mdanganyifu au mtu mkorofi, anaweza kuwa mtu mwema. Sasa kimbembe kinakuja pale mtu anaposhindwa kubadilika, ndio maana mtu anakuja kuumia. Kwa hiyo issue kubwa inakuwa kwamba watu wanakuwa wanatengeneza visingizio vya kumtetea mtu ili kuhalalisha tabia yake, au imani ya kumbadilisha kwamba huyu mtu atabadilika kwa sababu ananipenda, na issue inakuja kuwa tofauti. Sasa jinsi ya kuchukua hatua pale unapoona taa nyekundu ili usije kuumia baadaye. Jambo la kwanza kabisa, amini matendo sio maneno. Unajua maneno mtu anaweza kuyatengeneza. Anaweza kuambia jambo lolote ambalo hata wewe hujawahi kulisikia duniani. Nishaona clip moja, mtu mmoja akamwambia mwanamke kwamba ile siku ambapo nilizaliwa nilipokuwa nalia nilikuwa nakulilia wewe. Unaona maneno ambavyo mtu anaweza kuyatengeneza. Sasa unatakuwa mtu uamini matendo yake sio maneno. Ukiona mtu anakudharau, hajali ahadi zake, anakupuuzia, mara nyingi hiyo ndio uhalisia wake na ndivyo atavyokuwa hata mbeleni. Lakini ukipuuzia video ukaona labda yuko busy au atakuwa na mambo mengi, hapo unakuwa unaingia kwenye mtego wa kuja kuumia baadaye. Lakini jambo la pili, tofautisha kati ya kosa la kibinadamu na kosa ambalo mtu amezoea kulifanya. Kwa mfano labda unakuta mtu alikuwa busy labda kwenye kikao, akaja baadaye kukutafuta, labda ulimtumia message ya kujibu, akakuomba samahani na akakuelezea jinsi ilivyokuwa. Hiyo ni sawa na huyo mtu anakujali. Lakini ukiona mtu unapomwelezea madhaifu yako au jinsi unapojisikia au unavyo feel au kama kuna kitu ambacho hakiko sawa kati yako na yeye, anaanza kugeuzia kibao na kuonyesha kwamba wewe ndio una shida na paka unaanza kumwomba msamaha. Hiyo tunaita kitaalamu gaslighting. Hiyo inakuwa hatari na ukiendelea kuiruhusu utakuja kuumia baadaye. Lakini jambo la tatu, sikiliza sauti yako ya ndani. Tunasema gut feeling. Unapoenda kwenye mahusiano na mtu fulani ukajikuta hauko salama, ujisikii vizuri. Unajua kisaikolojia miili yetu ina uwezo wa kudetect hatari
bila hata akili yetu kuanza kuchanganua. Ukijikuta unakaa na mtu unajisikia hauko vizuri, ujisikii salama, au ukitoka tu kukutana naye unajisikia ni kama mwili wako hauna amani, hiyo ni sauti yako ya ndani na kuambia kuna kitu hakiko sawa, usipuuzie. Lakini jambo la 4, usiogope kupoteza muda uliowekeza. Hii tunaita the sunk cost fallacy. Unajua watu wengi wanaogopa sana kuacha mahusiano mabaya kwa sababu ya muda ambao wamewekeza kwa mtu. Unakuta miaka 3, miaka 4, anaona sasa huu muda wote nitapataje tena mtu mwingine tena kunielewa kama huyu. Sasa hiyo ndio inakuta watu wanaumia zaidi kwenye mahusiano mabaya ambayo wanaona kabisa hayawafai, lakini wanaendelea kuwepo. Sasa unatakiwa kuamini kitu hichi. Bora upoteze miaka 3 au 4 kuliko kuja kupoteza maisha yako yote na mtu ambaye unaona kabisa huyu sio sahihi kwako. Ni bora ujizuie kwa miaka 3 au 2, lakini baadaye uje kuishi kwa amani kuliko kuendelea kuvumilia uje uteseke maisha yako yote. Unajua, ngoja nikupe siri moja. Hizi red flag au taa nyekundu kwenye mahusiano ni sawa na zile traffic light za barabarani. Na imetokana na concept hiyo. Unapoona taa nyekundu barabarani inakuambia kwamba wewe unatakiwa usimame, usiendelee kutembea. Unapopita kulazimisha ni sawa na pale unapopuuzia hizi ishara ukaingia zaidi na kutembea kwenye hiyo sehemu ya taa nyekundu, maana yake unaenda kupata ajali. Na kwenye mahusiano maana yake unaenda kupata maumivu makali. Lakini unapotulia na kusimama na kuzikataa na kuziondoa katika mahusiano au kutokuziruhusu, maana yake unakuwa unajiondoa kwenye hatari ya kuja kuumia baadaye. Kwa usizipuuzie hizi ishara nyekundu ambazo unaona kabisa hizi sio sawa katika mahusiano, na usizichukulie poa, maana baadaye zitakuja kukuumiza vibaya. Hasa mbinu ya 4 ni kuweka mipaka imara, yani healthy boundaries. Unajua watu wengi huwa wanaamini unapoweka mipaka kwenye mahusiano ni kama kumtenga mtu unayempenda, lakini sio ukweli, na ni kosa kubwa sana la kisaikolojia pale unapokuwa haujaweka mipaka. Mipaka ndio inakusaidia kujua kwamba mwenzako anatakuwa aishie wapi na kitu gani asifanye. Usipoweka mipaka, maana yake unamruhusu mtu kuchukulia wewe ni mtu wa kawaida. Ngoja nikupe siri moja. Mipaka ndio inatengeneza heshima, na heshima ndio inaleta upendo kwenye mahusiano, na upendo unapokuwa haupo, maana yake mahusiano yamekufa, ndio yanaleta maumivu sasa. Kwa hiyo mipaka ndio inakutengenezea heshima, na heshima ndio silaha muhimu zaidi ambayo inaleta upendo. Kwa hiyo hivi vitu ndio muhimu zaidi. Sasa kwa nini usipokuwa na mipaka katika mahusiano inaweza kuletea maumivu baadaye? Sasa unajua, jambo la kwanza kabisa ni kukubali kila jambo. Watu wengi wanapoingia kwenye mahusiano wanakuwa hawawezi kuweka mipaka kwa sababu ya hofu kwamba anapoweka mipaka anaweza kuonekana kama ampendi mtu, lakini hilo waga ni kosa kubwa kisaikolojia. Lazima kuna vitu ambavyo hutakiwi kuvivumilia. Mfano, vitu ambavyo vinakuumiza, vinavunja maadili yako, lazima usivikubali. Lakini unapokubali, maana yake unamfanya mtu akuchukulie wewe ni mtu ambaye una msimamo. Lakini jambo la pili ni kupoteza heshima. Unajua si binadamu waga tunavisamini vile vitu ambavyo vinatupa masharti kuvipata, au vile vitu ambavyo tunavipata kwa shida, na ndio maana mahusiano yale ambayo yanamfanya mtu ateseke kuyapata huwa anayathamini zaidi. Sasa unapoonekana wewe ni chipu, unapatikana kwa urahisi, unamfanya mwenzako akuone wewe ni mtu wa kawaida, ni rahisi kukutumia. Sasa kuna jinsi ya kuweka mipaka kwenye mahusiano ili kuleta heshima na mahusiano yako yasije kuletea maumivu baadaye. Jambo la kwanza, lazima uwe na orodha ya mambo ambayo huwezi kuyavumilia, yani mambo ambayo utayasemea hapana mapema, yani nani negotiable. Lazima uwe na vitu ambavyo huwezi kuvivumilia. Mfano, mtu anakudhalilisha, anakutukana, anakufezeesha mbele za watu, lazima usiwe na nafasi ya pili ya kuvivumilia. Ukiona mtu anakufanyia jambo fulani na ukaona kabisa limekuumiza au haliko vizuri kwako, lazima ulikatae na kuliondoa kabisa. Ukiendelea kulivumilia, manake ndivyo mtu atakuchukulia hivyo hivyo baadaye. Lakini jambo la pili, nijifunze kusema hapana kwa utulivu lakini kwa msimamo. Unajua huna haja ya kufoka, kutukanana au kujibu kwa hasira, na mara nyingi kisaikolojia unapotumia sauti ya utulivu inaonekana ina mamlaka na nguvu. Kwa mfano, badala ya kusema wewe kila siku unanizalau, huniheshimu, sitaki hiyo tabia yako, utamfanya mwenzako aanze kujitetea. Lakini ukisema sipendezwi na lugha uliyoitumia sasa hivi, nipo tayari tuzungumze vizuri, lakini sitoruhusu unifokee au kutumia maneno yasiyo na star. Hapo utaonyesha kuwa wewe una msimamo bila kufoka au kutumia maneno makali. Lakini jambo la tatu, usijisikie hatia pale unapolinda amani yako, yani no guilt tripping. Unajua katika mahusiano, pale unapoonesha mipaka au unapoweka mipaka, kuna baadhi ya watu kwenye mahusiano utakutengeneza mazingira ya wewe ujisikie vibaya. Tunaita guilt tripping. Yani atakutengeneza mazingira kukuonyesha kwamba msimamo wako unamfanya yeye ajisikie vibaya, na wewe
ujisikie hatia. Sasa huu waga ni mtego kwamba ubadilishe msimamo wako au usisimamie msimamo wako. Unatakiwa kusimamia msimamo wako kwa sababu kuna baadhi ya vitu lazima mwenzako atambue na aelewe kwamba kuna muda lazima kuna vitu vingine ambavyo mwenzako hataki kuviingilia. Lakini unapoonesha kwamba hauna msimamo au kujisikia vibaya, unakuwa umeingia kwenye mtego huu wa guilt tripping. Lazima hata kama kwa mfano anaweza kaja akakwambia kwamba wewe ujali kwa sababu unipendi, ili uteteleke tu, uache kusimamia msimamo wako. Sasa unatakiwa usimamie msimamo wako kwa sababu kila mtu ana haki ya kuwa na mambo yake binafsi. Kwa hiyo mtu anaingilia mambo yako, lazima usimamie na uwe na msimamo imara. Lakini jambo la 4 tunasema msimamo wako lazima uendane na matokeo, yani consequence. Unajua unapokuwa unaweka msimamo bila matokeo ni kama ushauri tu ambao mtu anaweza kaupuuza. Lakini unapoweka msimamo na ukautendea kazi, manake hapo mtu ataona kwamba huyu mtu sio wa mchezo na hata kuchezea tena. Kwa mfano, ukamwambia mtu labda ukinidanganya mimi sitaruhusu tena haya mahusiano. Alafu akakudanganya ukaendelea na hayo mahusiano, manake umesharuhusu kukuchukulia poa. Na siri iko hivi, usiweke kitu kikubwa ambacho huwezi kukifanyia msimamo wa kisaikolojia. Weka mambo ya kawaida. Kwa mfano, ukinidanganya mimi sitaruhusu tena maongezi na wewe. Manake hapo ni kitu cha kawaida ambacho unaweza kukifanya. Lakini ukisema ukinidanganya tutaachana, alafu kashindwa kumwacha, manake utakuwa umeshindwa kusimamia msimamo wako. Weka kitu cha kawaida ambacho unaweza kukihendo au unaweza kukifanya, manake itakuwa ni rahisi kukitekeleza na itaweka msimamo mkubwa. Kwa hiyo nikupe siri moja. Wale watu ambao hawafurahii msimamo wako ndio wale watu ambao walikuwa wanafurahia kukutumia wewe pale ambapo unakuwa hujitambui au hujui mipaka yako au sehemu ambayo unatakiwa watu waishie. Lakini ukiona mtu anafurahia msimamo wako, maana yake ni yule mtu anayekusamini na mtu sahihi kwako. Lakini ukiona anabadilika na kuona wewe uko tofauti, basi huyo alikuwa anafurahia wewe unapokuwa hauna msimamo na alikuwa anakutumia bila hata ya wewe kujua. Kwa hiyo msimamo ndio unaotengeneza upendo, na upendo usipokuwa kwenye mahusiano, manake mahusiano hayo yatakufa na kuletea maumivu. Asante sana kwa kunisikiza kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Kwa video hii tutaishia hapa, lakini usikose sehemu yetu ya pili ambayo tutaendelea kwenye mbinu ya 5 na ya 6. Usikose, mbinu hizo ni za muhimu zaidi ambazo zitakusaidia wewe kukuepusha na maumivu ya mapenzi, ambayo watakuwa wewe na ufahamu sahihi wa kisaikolojia wa kujilinda ili usije kuumia baadaye. Asante sana kwa kunisikiza. Usahau sehemu ya pili, like, share and subscribe. Mimi naitwa Elikhan Mtz, the head of the world. Bye.